Bana, watoto wengi wakiwa wadogo huwa wana ndoto kubwa sana za kuweza kuwasaidia wazazi wao, na wanawishi siku moja wakishakuwa waweze kuwajengea majumba mazuri wazazi wao, waweze kununulia magari mazuri wazazi wao ya kifahari na vitu kadha wa kadha. Lakini baadaye watoto wengi au baadhi yao wanapokuwa wamekuwa, hiyo ndoto inayayuka na kuteketea kama jinsi ambavyo mshumaa unavyoteketea wakati ambao unaachia mwangaza kwa mwanadamu. Bana, hii inaweza ikawa ni challenge kwako, lakini Kiredio wamefanya jambo ambalo limeweza kuponya moyo wake na limeweza kusifiwa na watu wengi sana. Itambulike kuwa Kiredio ni mkazi au mzaa kutoka Moshi. Sasa baada ya harakati zake, mapambano ya mama yake kuweza kumlea na kumsomesha kwa muda mrefu, kwa kweli kwa kipindi kirefu kweli kweli, ameweza kuhangaika naye kwenye shida na raha, kama jinsi ambavyo mzazi si rahisi kumtupa mwana, lakini mwana ni rahisi, japo sio kwa wote. Kiredio alichokifanya yeye kwa mama yake, ameweza kumzawadia duka zuri tu la nguo, ambapo duka hilo linauza nguo mbalimbali za kina dada, kina mama. Kwa hiyo kiupande wake Kiredio amesema kwamba kwa hiko ambacho amekifanya kwa mama yake, kwa wewe unaweza kuona kama vile ni kidogo, lakini kwake yeye ni heshima kubwa, na anajivunia sana moyoni mwake katika kile ambacho amekifanya kwa mama yake. Maana kuna dogo mmoja alishawahi kuniambia kwamba alivyokuwa mdogo alikuwa anaishi siku moja mama yake aweza kumfanyia vitu vizuri, lakini mwisho wa siku dogo alivyosafiri akaenda sehemu fulani kutafuta, basi simu ya mama yake iliweza kuita. Mama yake alimuomba shilingi 1000 tu. Mwanangu, na shida ya shilingi 1000, kama unayo nipe, sijala. Kijana anajisaki mfukoni, hana kitu, anawaza ile ndoto aliyowaza kwamba atamjengea mama yake nyumba, atamfanyia vitu vizuri vikubwa. Ameshindwa kuwa na shilingi 1000 kumpatia mama yake. Kweli nafsi yake ilitamani sana mama yake aweze kusaidika kupitia yeye, lakini maisha yalimwendea tofauti. Kwa hiyo wewe kijana, ukipata fursa ya kuweza kupata chochote kitu, maana kutoa ni moyo wala sio utajiri, yani kile kidogo ambacho unacho, wazazi huwa wanashukuru sana. Na kuna wengine wanasema kwamba ni bora umpe mzazi kuliko mpenzi, lakini mimi nakwambia kwamba wote ni muhimu katika maisha yako. Unaweza kuvigawa tu kwamba mpenzi akapata na mama akapata. Kwa hiyo cha msingi ni hiko. Kwa hiyo Kiredio yeye ameweza kutimiza ndoto, japokuwa bado ndoto zinaendelea, na anawishi siku moja mama yake aweze kumfanyia vitu vingine vizuri. Kiredio alisema wakati ambao anakwenda kumtembelea mama yake katika duka ambalo yeye mwenyewe ndiye amemnunulia mama yake. Kiredio alisema kwamba hapo zamani miaka 20 iliyopita aliweza kulelewa na mama yake, huku mama yake akiwa anauza pombe za kienyeji. Na wale ambao wanazijua pombe za kienyeji na mazingira ambayo huwa zinauzwa hizo pombe, hakika Mungu ni mwema. Mungu anaweza kukutoa mavumbini, sehemu ambayo haitamaniki kabisa. Na ule msemo unasema kwamba aliyoko juu msubiri chini, waliutumia wahenga, ila vijana wa sasa aliyoko juu mfuate huko huko. Uende ukawa na msubiri, kumbe kule juu hakuna chochote. Ukienda kule juu utajua kwamba huku kumbe huyu mtu amekaa tu kama brand, ili tunaomtazama kwa chini aonekane kama yuko juu. Kwa hiyo mfuate huko juu mapema, ili ukikuta hamna kile ambacho unakiwishi unakitafuta katika maisha yako, shuka, endelea mbele ya safari. Bana, hii ni channel yako pendwa nzuri kabisa, ambapo tunakuletea vitu mbali burudani, tunakuletea vitu vingi sana. Hii ndio Mapochopocho bana, ina vitu kadha wa kadhalika. Unaweza ukadondosha maoni yako, nini ambacho nataka tukuletee tena baada ya video hii, baada ya story hii basi usiwe na wasiwasi. Hapo chini ya video hii kuna sehemu ambayo imeandikwa comment, au kama unatumia YouTube ya Kiswahili, basi kuna sehemu imeandikwa toa maoni yako. Basi toa maoni hapo chini ya video hii, lakini usisahau kushare video hii na wengine waweze kufanyaje, waweze kuona. Subscribe ili uwe ni mmoja kati ya wadau ambao kila wakati ambao tukipandisha video uwe wa kwanza kuweza kuona. Bana, mimi na wewe tumekutana kusikiza, kutazama kitu kimoja. Kutana wakati mwingine. Bye bye.